anangojea kufa, Mungu akajitokeza pale, akasema nimemuona yeye alionaye. I've seen the one who have been seen me. Nimemuona yeye alionaye. Mtu mmoja aende mbele za Bwana amwambie Bwana Yesu, ninajua umekuwa ukiniona na mimi nataka nikuone. Na mimi nataka nikuone. I want to see the one who have been seen me. Nataka nimuone yeye ambaye amekuwa akiniona. Come on, somebody pray, omba mwambie Bwana unionaye. Naomba na mimi unione. 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 Katika jina la Yesu. Naomba na mimi unione. Bwana unionaye. Nataka na mimi nikuone. 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 Katika jina la Yesu sema amen. Natamani mtu mmoja angeelewa hiyo, angeifanya kuwa maombi yake serious. Mungu alikuwa anamuona Musa siku zote. Akizaliwa alimuona, akiwa kwa Farao alimuona, alipotupwa kwenye kikapu alimuona, alipokuwa anakimbia alimuona, alipokuwa anachunga ng'ombe alimuona, lakini Musa alikuwa hajamuona. Mungu anamuona lakini Musa hajamuona. Siku moja Mungu akajitokeza kwa Musa, akamwambia nione. Mimi ndio Mungu. Mimi ndio Mungu wa baba zako. Unaweza Mungu anakuona tu. There is no problem about that. Hakuna shida kuhusu Mungu kuona. Kuna shida mimi sijamuona. Sijamuona kwenye maisha yangu. Sijamuona kwenye huduma yangu. Unajua kama kitu utamwambia Mungu kuhusu maisha yangu, anajua kila kitu, wala hahitaji kuambiwa. Anaona kila kitu kuhusu huduma. Anajua everything kuhusu watoto wangu. Sawa sawa. Lakini amekaa kimya. Amekaa kimya, sijamuona. Agai alikuwa anataka, huyu binti alikuwa anataka kufa. Akamuona yeye amuonaye. Sema Bwana Yesu. Hii wiki iliyobaki ya kumaliza mwezi, wewe unionaye. Naomba nikuone Bwana. Wewe unionaye. Naomba nikuone Bwana. Wewe unijuaye. Naomba nikujue Bwana. Katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Hallelujah. Zaidi yote mkitwanga wa imani ambao kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya moto ya yule mwovu. Waefeso 6:15 sema kwa jina la Yesu. Kila mshale wa yule mwovu uliokusudiwa kuja kwangu, nimepewa mamlaka ya kuzima kwa jina la Yesu. Lazima. Unajua kwamba kuna mishale shetani anairusha kwako na ni ya moto, ni ya moto, ni ya moto. Kwa hiyo nikwambia, shetani akikupiga mshale mpaka unasikia kuwa frustrated, mpaka unasikia kuchanganyikiwa. Mshale wa shetani hauji ukiuona hivi kwa macho. Mshale wa shetani unaweza kuwa barua uliopewa kazini. Halo? Barua uliopewa kazini. Ndio maana lazima ushtue namna ya kukabili mishale ya shetani. Kama kuna mtu anasikia sema amen. Nilisikia ushuhuda wa mtu mmoja, bosi wake alimfukuza kazi. Na ilimchanganya sana alipopewa ile barua. Kwa sababu kila kitu kwenye familia yake kwa kinategemea hiyo barua, hiyo kazi. Huyo alikuwa ni mshale. Lakini yule mtu kwa namna aliyouzima ilinishangaza sana. Anasema baada ya kuumia sana na kuchanganyikiwa, kwenda kuomba, Roho Mtakatifu akamsaidia namna ya kuzima ule mshale. Akamwambia nunua zawadi, andika na barua ya shukrani, uende kwa bosi. Akanunua zawadi bora na barua ya shukrani, akaenda kwa bosi. Akamwambia nimekuja kukushukuru kwa sababu familia yake ile ambayo ulinipa kazi, nikafanya ile kazi. Kwenye ile kazi nilijenga, watoto wangu wanakaa kwenye nyumba sasa. Kwenye ile kazi nilisomesha watoto. Kwa kweli nilikuwa nitegemeo la familia yangu. Nashukuru sana sana ulinisaidia. Kwa nimeleta hii shukrani kukushukuru kwa ule muda ambao uliniamini kazini. Can you imagine mama hizi? Yule ndugu alipofungua ile zawadi, anasema alikuta ni zaidi ya mara 2 ya mshahara ambao alikuwa anamlipa kwa mwezi. Akamuuliza, unaweza kurudi kazini Jumatatu? Hello?
kazini Jumatatu? Akamwambia ndio mzee. Jumatatu yake akarudi kazini. Kwa nini? Alizima mshale. Mishale itakuja. Ndio maana wakati mwingine kuzima mshale inabidi unyenyekee, uonekane mjinga. Wanakuona mjinga kwa unazima mshale wa moto usiendelee kukuchoma. Maana anasikia maumivu ya mshale wa moto ni wewe. Ninaongea na mtu kwenye nyumba. Sema kwa jina la Yesu. Mungu amekuwa akinisemesha sana wiki hii namna ya kushughulika na mishale na vitu ambavyo shetani anatupa kwao. Sema kwa jina la Yesu. Nimeambiwa kwa imani naweza kuzima mishale ya moto iliyoelekezwa kwangu. Kwa jina la Yesu nasimama kwa uhodari na imani yangu ikiwa ngao ya moyo wangu, ikiwa ngao ya mwili wangu, ikiwa ngao ya familia yangu, ikiwa ngao ya huduma yangu, ikiwa ngao ya kazi yangu. Mishale yote ya moto ya yule ibilisi mwaka huu kwa imani naizima, naizima, naizima. Haitanichoma, haitapenya kwenye moyo wangu, haitapenya kwenye mwili wangu, haitapenya kwenye huduma yangu, haitapenya kwenye ndoa yangu. Naizima kwa imani, naizima kwa jina la Yesu. Sema amen. Biblia inasema unazima mishale ya moto kwa jina la Yesu. Biblia inasema unaizima kwa imani. Mishale ina moto. Wewe mwenyewe unajua mtu anaweza kukusemesha kitu kalia wiki nzima. Kinachokuuliza nini na hujapigwa fimbo, mshale umepenya. Lakini kuna mtu anaweza kufanywa kituko, ukashangaa anatoka anacheka na kesho anaendelea na mambo yake. Unauliza mtu anawezaje katika hii hali? Amecontain hours. Ameweza kudhibiti mishale. Ninatamani mwaka huu udhibiti mishale ya moto. Itakuwa mengi. Mkusa jirani yako mwambie usiwe mjinga. Ikija kwenye miradi yako, contain hours. Ikija kwenye ndoa yako, contain hours. Sema mimi ni mtoto wa imani. Mishale haitanichoma mwaka huu. Haleluya! Ninaona mtu mmoja kuchanganya shetani. Ninaona mtu mmoja kuchanganya maadui. Ninaona mtu mmoja akiwa eleweki. Naona mishale umeizima, umeizima. Sema amina, amina. Ngao ya imani, kuzima mishale ya moto. Vitu vitageuka, lakini itazima. Haleluya! Unajua hata kwenye mpira kuna wachezaji wale ambao kazi yao ni kuzimisha mashambulizi. Yaani kazi yao wao ni kuzimisha mashambulizi. Timu inashambuliwa alafu anazimisha mashambulizi, alafu anatulia kwanza, anasema tulieni, tulieni, tulieni. Haleluya! Wako kina Sadio Mane. Timu yote imetoka nje uwanjani na kocha ametoa timu uwanjani. Ambapo nakumbuka siku ya finali, kocha ametoa timu kwamba tunaonewa kwenye finali na wachezaji wote wametoka. Sadio Mane anakwenda anasema hatuwezi kutoka, anawafuata wachezaji, anaachana na kocha, anawaambia njoo. Walishinda au kushinda? Hapo akamwambia kipa, sikiliza, hiyo penalty unaweza ukaicheza. Ukaa hapo hapo katikati. Usiruke, kaa hapo hapo katikati. Unaweza ukaicheza. Wangapi wanaona akimnong'oneza kipa? Alicheza ile penalty ya kuicheza. Sasa dunia nzima inasema Mane is the best. FIFA inasema Mane is the best. Hata mimi sio mshabiki sana, lakini hiyo niliona. Rais wa nchi amemtaja kwenye hotuba. Amepewa hela, sio amepewa dola milioni ngapi sijui. Kwa nini? Mtu alituliza mashambulizi. Mkuse jirani yako mwambie tuliza mashambulizi. Kama mume wako pressure imepanda, mama tuliza mashambulizi. Kama watoto pressure imepanda, tuliza mashambulizi. Tuliza mashambulizi, sema amina, amina. Kuja amepaniki, amechemka, hajui cha kufanya na kuna kichwa, mama mwambie Bwana tuliza bodi. Iko ngao hapa, iko ngao hapa ya kuzima mishale. Sema kwa jina la Yesu. Mwaka huu nakataa kupigwa mshale
wazazi wako, alafu unajua wanaume saa nyingine wana mapepo. Eti umeshaambia na wazazi, alafu ndio unashangaa apokee simu. Apokee nini? Tulia, zima hayo mashambulizi. Zima nini? Mimi ni mchungaji wako. Nimekupa neno la kusimama. Hivi vitu nakupa ni kutaji. Ili ukikutana nayo huko nje ukiwa peke yako, Roho Mtakatifu kazi yake ni kukukumbusha hili neno. Kwamba binti yangu uliambiwa zima. Kwa binti yangu uliambiwa zima. Nisimishe, nyanyuka tena. Tikisa kichwa, wabii ngoma inaenda. I'm still alive. I'm still moving forward. Wakitegemea, wanakukuta chumbani unalia. Wanakukuta mtaani unasonga mbele. Kwa nini? Na ukizima hii mishale, shetani huwa anachanganyikiwa. Yesu alizima, shetani akachanganyikiwa. Akaenda kujipanga. Atajipanga, akikukuja na kukuta unazima. Mwaka huu nataka kuona watu watakaozima mishale. Unajua ukizima mishale watu utamtafuta mchungaji. Au utafuti. Kama unamaliza juu kwa juu. Unapangua juu kwa juu. Sema kwa jina la Yesu. Kila mshale utakaoelekezwa kwangu mwaka huu nitauzima. Nakataa kunyong'onyea. Nakataa kurudi nyuma. Nakataa kukubali kushindwa. Nakataa kulia kitandani. Nakataa kulia kwenye mto. Nakataa kulia bafuni. Nakataa kulia nyuma ya mlango. Nakataa kulia mbele ya watu. Kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, wewe hautaona machozi yako mwaka huu. Wachawi hawataona machozi yako. Waganga hawataona machozi yako. Kule kazini hawataona machozi yako. Wewe ni mtu Bwana. Haleluya. Simama. Ngoja nikwambie, huwa tunapigika. Si ni kweli watu wa Mungu? Si kuna saa tunapigika? Kuna mtu apigikaje hapa? Kuna saa tunapigika. Lakini baada ya muda unaona nyambizi limenyanyuka tena. Jamani, tena. Anarudia tena. Anasonga mbele tena. Hao ndio watu wa imani watakaopata matokeo mwaka. Kama naongea na mtu, mpe jirani yako high five.